Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuata mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kitu chenye ujumbe unaosema kwamba ambatana na mtu anayekufanya uwe mzuri zaidi. Ambatana na mtu anayekufanya uwe mzuri zaidi. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyike baraka kwako katika jina la Yesu. Amen. Katika maisha ni muhimu sana kuwa makini na watu unaoambatana nao. Watu wote waliofanikiwa wako makini sana na watu wanaoambatana nao. Huwezi kufanikiwa ikiwa wewe unaambatana na kila mtu. Huwezi kufika mbali na unaambatana na kila mtu. Amua kuambatana na watu ambao wanakufanya wewe uwe mzuri zaidi. Amua kuwa jirani na watu ambao wanakufanya uwe mzuri zaidi. Kama ni mwanafunzi, ambatana na watu ambao watakusaidia wewe kufanya vizuri zaidi kwenye masomo yako. Kama ni kwenye biashara, ambatana na watu ambao watakufanya ufanye vizuri zaidi kwenye biashara yako. Huwezi kuambatana na kila mtu afike mbali. Lazima uchague watu wa kuambatana nao. Ambatana na watu ambao watakufanya wewe uwe mzuri zaidi kwenye maisha yako. Ambatana na watu ambao wanakufanya unakuwa bora zaidi kwenye maisha yako. Ni watu tu ambao hawajafanikiwa kwenye maisha yao wanaambatana na kila mtu. Lakini watu wote waliofanikiwa, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye kiroho, wako makini sana na watu wanaoambatana nao. Tunaposoma kwenye Mithali 27:17, maandiko yanasema kwamba chuma unoa chuma. Chuma unoa chuma. Ambatana na mtu ambaye utakapokaa naye unapokea kitu kutoka kwako kitakachokusaidia wewe kufikia ndoto zako, kitakachokusaidia wewe kupiga hatua zaidi kwenye maisha yako. Usiambatane na kila mtu. Huwezi kufanikiwa kwenye maisha yako. Huwezi kufika mbali kwenye maisha yako. Ambatana katika maisha, uwe makini sana na watu unaoambatana nao. Huwezi kuambatana na kila mtu alafu kuweza kufanikiwa kwenye maisha yako. Suleiman mwenye hekima anasema kwamba chuma unoa chuma. Kuambatana na mtu anayekufanya wewe mzuri zaidi, anayekunoa. Ikiwa ni mambo ya kiroho, ambatana na mtu ambaye anakufanya anafanya imani yako kuongezeka. Anakufanya uzidi kuongezeka kiroho. Anakufanya ukaribie Mungu zaidi. Usiambatane na mtu ambaye ukiambatana naye anakuondoa kwenye uwepo wa Mungu. Ambatana na watu ambao wanakufanya uwe mzuri zaidi. Hiyo ni hekima. Kuambatana na kila mtu huo ni upumbavu. Ni upumbavu. Na sidhani kama utafurahia mtu akikuita mpumbavu. Tunaposoma pia kwenye Mithali 13:20 nasema kwamba tembea pamoja na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Kwa ukiambatana na watu ambao kama huna hekima, ukiambatana na watu wenye hekima na wewe automatically hekima walionayo itaambukizwa kwako. Itaambukizwa kwako. Amos 3:5 nasema kwamba watu wawili watatembeaje pamoja kama wasipopatana. Hakuna namna ambavyo sisi tunaweza kukutofautisha wewe na marafiki ulionao. Mara nyingi marafiki ulionao na wewe tabia zako ni kama vile marafiki ulionao. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Na Roho Mtakatifu kuunganisha na marafiki sahihi. Roho Mtakatifu kuunganisha na watu watakao kusaidia wewe kuwa mzuri zaidi katika jina la Yesu. Kila mpango wa adui kuunganisha na watu watakao kuharibia maisha yako, huo mpango na usambaratike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu anayejua mioyo ya watu. Roho Mtakatifu anayejua kila mtu, akuunganisha watu sahihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Ili kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata, na maisha yako yatabakia jinsi yalivyokuwa katika jina la Yesu. Usisahau kushare, usisahau kutoa comment. Mungu akubariki na endelee kukuinua kwenye maisha yako kila siku, kaendelee kustawi katika jina la Yesu. Amen.